Shughuli kadhaa zitatatizika jijini Mombasa baada ya serikali ya kaunti kueleza kuwa itatekeleza ubomoaji wa jumba la ghorofa 9 lililoripotiwa kupinda kutokana na hitilafu za kiujenzi. Gavana Abdulswamad Sharif Nassir ameomba wakazi kushirikiana na serikali kuhakikisha kuwa jumba hilo limebomolewa bila kuhatarisha maisha. Ubomozi huo utafanywa na kikosi maalum hospitali rufaa ya Pwani, ikiwahamisha wagonjwa kabla ya shughuli hiyo kuanza mapema hapo kesho. Baada ya wiki nzima ya mashauriano ya taasisi mbalimbali kuhusu jumba hilo lililopinda katika barabara ya Abdel Nasir, serikali imesema jumba hilo ni hatari kwa maisha. Kupinda huko kumetajwa kutokana na shughuli ya uchimbaji wa kisima karibu na msingi wa jumba hilo na kusukuma serikali ya kaunti kuchukua hatua. Tumefika, there is no way out. Ni lazima kuwe na control demolition. Ili jumba lazima litaangushwa na jeshi. Na amri ambayo kwamba iliyoko ni kwa sababu ya wakazi wenyewe. Kilomita 1.2, 1.2 kilomita kutoka hiyo nyumba kwenda sehemu zote ni lazima kutakuwa na evacuation. Ili kuhakikisha kuwa shughuli hiyo imefanyika bila kuleta madhara, serikali ya kaunti imetoa ilani kwa wakazi kutokuwa kwenye nyumba hizo kuanzia saa 12. Aidha, wagonjwa waliokuwa katika hospitali ya rufaa ya Pwani, ikiwemo waliokuwa katika chumba cha wagonjwa mahututi, pia wameondolewa. So please, msianze ukaidi. Ikiwa tunatoa watu mpaka wako ICU kutoka kwa vitanda vao, wewe ni nani ambaye kwamba una afya yako usitoke? Isitoshe, daraja la Nyali pia nalo litafungwa kwa saa kadhaa wakati wa ubomozi huo. Mamlaka zimeeleza kuwa eneo la kilomita 1.5 litakuwa limezuiliwa ili kuwaepusha wana Mombasa kutokana na athari hiyo. Kwa mujibu wa afisa mkuu mtendaji wa hospitali ya rufaa ya Pwani, Daktari Iqbal Khandwala, watakaokuwa wakitafuta huduma za afya watapata huduma hizo katika hospitali ya Portrees na matawi mengine ya hospitali hiyo. Mombasa sasa inajiandaa kuhakikisha kuwa jumba hilo limebomolewa bila kusababisha ajali yoyote kwa kikosi hicho maalum kutumia vilipuzi. Eugene Mbeka, NTV, Mombasa.